Walikuwa ni wachache. Pengine tuzungumze, kuna dhana kuwa bunge limemezwa na muhimili mwingine wa serikali. Kuna ukweli wowote kwenye hili? Kwa namna gani labda? Kwamba kuna baadhi ya mihimili mingine ambayo inaingilia bunge? Sina uhakika na hilo. Mimi sijaona namna muhimili mwingine utaingiliaje bunge. Kwa sababu mihimili tulionayo, tunayo serikali ambayo kule bungeni inawakilishwa na mawaziri. Tunayo mahakama, kule bungeni haiwakilishwi na mtu yeyote. Na mahakama inaendelea na shughuli zake, na katiba imetaja wazi kila chombo na shughuli zake. Serikali utekelezaji, bunge kutengeneza sheria na kupitisha budget. Mimi sielewi mtu anaposema chombo kingine kimeliingilia bunge kwa kufanya nini? Kwamba bunge limeacha siku hizi kuishauri serikali ama kuisimamia serikali, ama ni chombo kipi kimemwingilia mwenzie kazi? Kwa hiyo mimi kikatiba ningesema kwamba mimi nionavyo, naona kwamba kila chombo kinafanya kazi yake inavyopaswa. Mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja nasi, unatazama kipindi cha dakika 45, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu saa 3 kamili usiku tunakutana, lakini marudio ya kipindi hiki ni Jumatano saa 7 kamili mchana. Pia unaweza ukatazama ITV ukaitazama kipindi hiki au ukatusikiliza kupitia Radio 1 Studio. Mimi naitwa Sam Mahela, nipo na Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson, ambaye tunazungumza naye tukimzungumzia Tanzania nzima. Natumai wote wanamfahamu vizuri kabisa. Pengine Mheshimiwa, turudi upande wa upinzani. Wameonekana kutoka mara nyingi ndani ya bunge wakati unapokuwa kalia kiti chako, kwa madai kuwa hawana imani na wewe, hadi kudai kwamba watapiga kura ya kukung'oa katika nafasi hiyo. Je, ili kwako unalitazamaje? Nalitazama kama huo ni utashi wao kwa kweli, kwa sababu mle ndani katika hiki kipindi ambacho unaongoza bunge, unagundua kwamba mtu pekee ambaye huwa hatoki na kuingia mle ndani ni yule aliyekalia kiti, either awe speaker, mwenyekiti au mimi. Ukiwa umekaa wewe ndio uruhusi kutoka, wale wanatoka wakiingia. Lakini hawa kwa kutoka kwao kwa pamoja ni maamuzi ambayo wao kama kambi walikubaliana kwamba watatoka. Hoja yako ya kwanza ni kuhusu kutokuwa na imani. Kutokuwa na imani, mimi si mtu wa kwanza kambi ya upinzani kusema haina imani na kiti. Mimi sio mtu wa kwanza. Historia ipo huko nyuma. Walishawaambia watu wengi tu. Labda ambacho ni cha ziada safari hii ni hicho cha kwamba watasusia vikao vyote ambavyo naibu spika anakaa. Lakini kuhusu hoja ya kutokuwa na imani, hiyo imeshawahi kuwepo huko nyuma. Kwa hiyo lingine pengine wao wanaweza kuwa na majibu mazuri hilo la kwa nini wanasusia. Lakini mimi ningesema ya kutokuwa na imani ni kwanza imeshawahi kutokea huko nyuma. Lakini la pili ni haki yao kikatiba na kikanuni. Kanuni zinawaruhusu kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kuwa spika au naibu spika ni nafasi ya kuchaguliwa na wabunge wenyewe. Yaani wao wamekupa heshima kwamba wewe uwaongoze. Lakini wanapoona kwamba hawataki tena kuongozwa na wewe, wanaweza kukuondoa madarakani. Kwa kanuni ziko wazi, zimeweka hilo. Kwa hiyo ni haki yao kikatiba kufanya hivyo. Ila sasa kwa utaratibu ule uliopo na wao wameufuata huo utaratibu, mimi naamini mwishoni litafika hapo litakapofika. Kama litafika bungeni, basi itapigwa kura. Wale kura nyingi zikisema ndio aondoke, basi unakuwa umeshapoteza nafasi. Lakini kura nyingi zikisema hawana, basi unakuwa umebaki kwenye nafasi. Na hiyo tunarudi pale nilipojibu mwanzo. Hata wakiitoa hiyo hoja ya kutokuwa na imani, haimaanishi kwamba mimi naweza nikafika mahali nikawakasirikia kwa kutoa hiyo hoja ya kutokuwa na imani. Hapana. Kwa sababu kura ina majibu haya mawili, ya ndio au hapana. Sasa ikitokea kwamba kama hivi hoja imepelekwa ikashinda, ni sawa, nitakuwa siko tena kwenye hiyo nafasi. Lakini ikitokea ikashindwa, maana yake nitakuwa bado kwenye hiyo nafasi. Maana yake ni kwamba bado nitakuwa kiongozi wao. Kwa hiyo hauwezi kufika mahali kama kiongozi ukasema umepelekewa hoja ya kutokuwa na imani alafu ukaona ni jambo pengine kama zito sana hivi. Hapana, ni la kawaida, kwa sababu kanuni zimeweka huo utaratibu, zikijua kabisa kuna uwezekano waliokuchagua wakakuondoa madarakani. Na pengine naibu spika umefafanua vizuri kabisa, lakini hauna dukuduku kwamba pengine watakaporudi sasa Septemba 6 huko 2016 katika bunge lingine wakamua kupiga kura, uone kwamba mashaka kwamba unaweza pengine wakakung'oa katika kiti chako?
kama nilivyosema, mimi binafsi na kura moja tu. Kwa hiyo zingine zinategemea utashi wa wale wanaongozwa na wale walionipigia kura. Kwa hivyo, kwa sababu hoja ya kutokuwa na imani na naibu spika si kwamba ni bunge zima limesaini, hapana. Wapo waliosaini, wapo ambao hawajasaini. Na pengine wapo wengine wanaodhaniwa wamesaini lakini hawajasaini. Kwa hiyo yote hayo yanawezekana. Lakini si jambo ambalo kwamba naanza kufikiri hivi itakuwaje, watafanya hiki, watafanya kile. Hapana, kwa sababu huo ni utaratibu ambao upo. Kama isingedhaniwa kwamba ni jambo linaloweza kutokea, kanuni zisingesema. Zimesema kwa sababu linaweza likatokea. Ukaondolewa ama ukabaki. Ukibaki vizuri, hawa bado ni watu wako na inabidi uendelee kuwaongoza tena kwa upendo kabisa. Lakini kitokea umeondolewa, ni sawa, ni sehemu ya mlolongo wa maisha. Inaonekana wewe una wasiwasi na hilo, na ndio maana pengine watu wengi wapinzani wanaoji wanasema naibu spika ana kiburi, ametawaliwa na kiburi, amsikilizi mtu yoyote. Kuna ukweli katika hilo? Tuweke wazi katika kipindi cha 45. Kweli wewe ni mtu mwenye unajua kiburi, mimi naamini ni tabia. Mimi nisingejiita kwamba nina kiburi kwa sababu sioni kama nacho, lakini kwa sababu ni tabia, mara nyingi mtu mwenyewe unaweza usijue, mtu mwingine akakupima akaona unacho hicho kiburi. Lakini kiburi anakipima kwa namna ipi? Akinipima mtu kiburi kwa uendeshaji wa bunge, hapo nadhani nitamuona amenikosea. Kwa nini? Kwa sababu uendeshaji wa bunge unategemea kanuni zilizopo. Kama nimevunja kanuni, basi unatakiwa ufuate utaratibu. Kama sijavunja kanuni, kiburi changu unakitoa wapi? Yaani unanielezeaje kama mtu mwenye kiburi kama sijafanya jambo ambalo linaonyesha kiburi changu kilivyo? Kwa hiyo pengine ni namna ambavyo watu wamezoea kuyafanya mambo kwa namna fulani. Kwa hiyo yakifanywa namna nyingine, mtu anaona hili kidogo ni tofauti, ama anaona ni kiburi, sijui. Hata mtoto anayeitwa na kiburi sijui anakuwa amefanya nini. Lakini mimi najiona ni mtu wa kawaida sana. Mpaka bunge limeisha, tumeona watu wanajifunga midomo vitambaa, wengine wamevaa nguo nyeusi. Sisi tunajua nguo nyeusi ni kama vile watu wanaomboleza, watu wanatoka nje kila wakati, ikawa ni kama vile sinema vile. Mpaka bunge limeisha. Sasa tunasubiri bunge lingine, linaanza Septemba 6 kama sikosea, 2016. Hakuna maridhiano yote ambayo mnadhani mmepanga kuweza katika hizi pande zote kuzungumza na tuone sasa wabunge wote wanashiriki katika bunge? Karibu. Ndugu Samahela, hilo jambo nimelisoma kwenye vyombo vya habari. Mheshimiwa Spika ameshalizungumzia. Kwa hivyo nisingependa kulizungumzia hilo. Pengine tuzungumzie hili. Licha ya kuwa kuna wakati adhabu zinatolewa kwa bunge pindi wanapokiuka kanuni, lakini kwa nini kwa wakati huu ulipokalia kiti kile ndipo adhabu zikawa nyingi kupita miaka yote? Hii kwa sababu gani? Naibu Spika, tueleze. Pengine walikuwa wanakiuka wale wabunge wajui zile kanuni au ni nini? Karibu. Kwa kanuni na taratibu zilizopo za uendeshaji wa bunge letu ni kwamba adhabu zile hutolewa kwa kufuata utaratibu. Sasa zinaonekana kana kwamba ni adhabu nyingi zimetolewa naibu spika akiwa amekaa. Lakini niseme hivi, adhabu zote zile zilizotolewa si zote kwamba zilitokea kwenye hili bunge la budget, hapana. Ziko adhabu zilizotolewa ambazo zilitokana na makosa yaliyofanywa bunge la mwezi wa kwanza, hasa tarehe 27. Bunge la mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza, na si naibu spika aliyekuwa amekaa. Nikwambie tu, si naibu spika aliyekuwa amekaa. Wakati kiti kinaagiza kwamba hawa watu watoke nje, na wakatajwa baadhi yao kwamba waelekee kwenye kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge. Sawa, si naibu spika aliyekuwa amekaa. Isipokuwa kamati ilivyopelekea wale watu ikafanya uchunguzi wake kwa muda mrefu, ikamaliza kipindi ambacho naibu spika ndio amekaa. Kwa hiyo kamati inapoleta hoja mle ndani, haijalishi nani amekaa, ni kwamba kamati imemaliza kazi, inapeleka kwa spika, inaletwa ndani. Kwa hiyo adhabu ile ikitolewa, si naibu spika aliyetoa adhabu, lakini watu wanaiweka kana kwamba naibu spika amekaa pale amefukuza watu kadhaa mle ndani. Hapana. Si naibu spika anayetoa adhabu.
adhabu ambazo kiti kinaweza kutoa nitakupa mifano michache. Kwa hiyo lieleweke tu wazi kwamba adhabu zilizotolewa nyingi watu walifanya makosa mwezi wa kwanza na si naibu spika aliyekuwa amekaa. Isipokuwa siku hoja ilipoletwa bungeni naibu spika ndo alikuwa amekaa. Kwa hiyo lazima tuweke tofauti. Lakini zile kanuni zinatoa pia mamlaka kwa yeyote anayekuwa amekalia kiti kutoa adhabu mbalimbali. Nadhani tuko sawa hapo. Sawa. Sasa katika adhabu chache ambazo kiti kinaweza kutoa kwa mujibu wa kanuni ni pamoja na kumpa adhabu mbunge ya kutokuhudhuria vikao vitano kwa kusema uongo bungeni. Kusema uongo bungeni. Anasemaje uongo bungeni? Mbunge anasimama, anatoa pengine hoja. Sam Mahela kafanya kile na kile. Labda anaweza kuwa ni mbunge, akasema afute kauli yake, mimi sijafanya hilo jambo. Yeye ataambiwa sasa na kiti, futa kauli yako ama uthibitishe. Yeye atasemaje? Nao uthibitisho kwamba Sam Mahela kafanya hivyo. Sawa. Kiti sasa kwa sababu hakina muda sasa kusema haya lete uthibitisho, alafu bunge likae kimya liwe linakusubiri wewe unasoma. Kwa hiyo utaratibu ambao umekuwa ukitumika ni kwamba sasa yule mtu ambaye mbunge mwenzie anasema amesema uongo atapelekwa kwenye kamati ili apeleke kule uthibitisho wake. Akisharudisha, adhabu itakayotolewa sio ya ile kamati, ni ya kiti, kwa sababu alisema uongo pale na kanuni zinataka kiti ndio kifanye hiyo hukumu. Kwa hiyo kamati itamshauri spika au yeyote aliyekalia kiti kwamba hali ilikuwa hivi, huyu ni kweli kasema uongo. Au mtu katukana. Sawa. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Sasa kuna makosa yale ambayo spika au mtu anayekuwa amekalia kiti ana mamlaka nayo moja kwa moja. Kuna mengine hana mamlaka nayo moja kwa moja. Kwa hiyo watu wanapoliweka hili jambo kwa pamoja ni kwa sababu zile adhabu zilitolewa katika kipindi ambacho chote kilikuwa ni kile ambacho naibu spika amekaa, lakini si naibu spika aliyetoa adhabu. Adhabu alizotoa naibu spika kati ya hizo 12 sijui ni 2 sijui 3. Kwa hiyo si kwamba watu wamefukuzwa sana kipindi hiki, hapana. Kwa sababu kufukuzwa kwao bungeni hutegemea walichokifanya. Na si kwamba huko nyuma alijai kufanyika. Limeshai kufanyika mpaka mtu akazuiwa kuingia bungeni. Na ni hawa wabunge ambao ni maarufu sana. Pengine hakuna haja ya kuwataja majina, lakini walishai kuzuiwa huko nyuma. Lakini ukiwasikia saa hizi kwenye vyombo vya habari wanaongea kana kwamba naibu spika ndiye anayefukuza watu mle ndani. Hapana, ni kanuni. Na lazima kanuni zifuatwe. Mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja nasi, unatazama kipindi cha dakika 45, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu saa 3 kamili usiku, lakini marudio ni Jumatano saa 7 kamili mchana. Tunakutana kupitia ITV, lakini pia unaweza ukatusikiliza kupitia Radio 1 Stereo. Leo nimetembelewa na Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson ambaye ni naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natumai wa Tanzania wengi wanatazama kipindi hiki na kusikia anazungumza nini na anajibu nini kama mwanasheria, lakini kama naibu spika anaeleza kila ambacho kilijitokeza kule bungeni na anaendeleza mambo kadha wa kadha. Pengine tuzungumzie hili Mheshimiwa naibu spika, kanuni zipi zinaonekana kuwashinda waheshimiwa wa bunge kuzifuata? Kule kutokuelewa kanuni nisingependa kuweka kama nila watu wote kwenye lile bunge, lakini lazima tutambue kwamba wako wabunge wengi ambao ni wapya, karibia asilimia kati ya 65 na 70 ni wabunge wapya kabisa. Kwa hiyo hutaraji kwamba katika siku chache tu hizi ambazo tumekaa na hili ni bunge jipya kwamba wanazijua hizo kanuni. Lakini umeuliza kwamba pengine ni kanuni zipi? Kanuni nyingi ambazo huwa zinaleta tabu ni zile za majadiliano. Wakati mwingine mtu yani pengine hajajielekeza sasa huko katika kujua kanuni. Kwa hiyo nadhani pengine ule ni mkutano wa hadhara, anaweza kaongea vyovyote saa yoyote anayotaka. Ni vitu kama hivyo, lakini ni changamoto ambayo mimi nadhani baada ya muda itakoma, kwa sababu wabunge watajua zile kanuni baada ya muda. Kwa sababu akisimama leo ukamwambia akae kwa sababu kanuni fulani, basi akirudi nyumbani anaisoma ile, kesho harudi tena. Ndio inavyotarajiwa kwa mtu mzima kwamba ukishamuelekeza ataenda siku nyingine afuate utaratibu. Lakini kama hakufuata ni hivyo, baada ya muda lazima atajifunza, kwa sababu sidhani kama yeye atataka kila siku akalishwe chini kwa kutokufuata utaratibu. Kwa kutofuata utaratibu. Pengine tuzungumze kwa mtazamo wako, unaona wabunge
wakiwakilisha wananchi waliowachagua au wanatoka nje ya majukumu yao ya msingi? Unavyoona? Unajua kazi ya mbunge binafsi analeta mambo yale ya kutoka kwa wale anaowawakilisha, si ndio? Lakini kazi yake kubwa sasa ya jumla ambayo taifa ndo linakuwa sasa limempa, kama nilivyosema kwamba mbunge akishaapishwa anakuwa ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni hivi: yeye anatarajiwa kuwa ni mtu wa kuishauri serikali, kuisimamia serikali. Sasa haijalishi unaisimamia serikali kwenye jambo ambalo lazima liwe kwenye jimbo lako au jimbo lingine. Kwa hiyo jambo linaweza likawa limetokea sehemu nyingine, lakini wewe mle bungeni kama sehemu ya bunge huwezi kusema tunamwachia mtu wa jimbo fulani. Kwa hiyo kimsingi mimi naona wabunge kwa ujumla wanafanya yale majukumu yanayotarajiwa, lakini tatizo lipo tu kidogo kwenye kufuata hizo taratibu za kuweza kujadili mambo ndani ya bunge kwa utaratibu. Hiyo tu ndio tatizo kidogo. Lakini kwamba wanafanya kazi zao ni kweli wanafanya. Unaweza kuwa umefuatilia sasa hivi mawaziri wengi wanazunguka huko majimboni. Ni kwa sababu wakiwa bungeni waliulizwa maswali, wakawaahidi wabunge kwamba wataenda wafuatilie matatizo ya watu wao. Kwa mimi nadhani wanafanya kazi yao vizuri. Wanafanya kazi yao vizuri, waheshimiwa wabunge. Ukiwa kama kiongozi wa bunge, naona mambo gani yanahitaji marekebisho ili kwenda na wakati kule bungeni? Wewe bado kijana, lakini kuna vitu pia pale unaona pengine haya yanatakiwa marekebisho. Ni yapi? Karibu. Kanuni nyingi namna zilivyo ziko sawa sawa, japokuwa kuna watu wana mapendekezo ya hapa na pale kwamba pengine hili lingefanywa hivi, pengine hili lingefanywa hivi. Lakini katika hali ya kawaida hata sheria haiwezi kuwa imesema kila kitu, ila kuna vitu ambavyo kikitokea hiki unajua hiki kinaweza kuingia hapa, hiki kinaweza kuingia hapa. Kwa hiyo hata zile kanuni namna zilivyo kwa sasa hazina matatizo makubwa sana ya kusema kwamba tunashindwa kufanya kazi. Yako machache ya kunyoosha tu, lakini sio ya jambo kwamba kuna jambo fulani linashindwa kufanyika kwa sababu ya kanuni. Hapana. Yako mambo ambayo ni madogo, saa nyingine ni lugha tu iliyotumika ama jambo limerudia hapa na pale, lakini hayo si mambo ambayo ni mazito kwamba kazi zinashindwa kufanyika. Hapana. Pengine naibu spika, sisi wengine tunatazama bunge, wengine pia tunashiriki kule. Unapoona kuna baadhi ya wabunge ambao ni hodari sana kwa kukembei wenzao, wengine kwa lugha zile ambazo tunasema lugha ambazo zinachochea hasira kwa mtu mwingine. Mwingine anaweza karopoka tu jambo fulani, mwingine pia akaongea kama tusi, na mwingine pia mwingine amevaa kibaragashia, tumeona wakati ule akaenda vitu vile vinavyotokea. Inakuwaje? Kuna wakati mwingine tunaona sasa kuna mambo mengine yafanyike ya kitoto. Unajua kama nilivyosema ni mkutano, tofauti yake na mikutano mingine ni kwamba ule umewekewa utaratibu wa namna ya kufanya mambo. Kwa hiyo hili bunge ni jipya, bado wabunge kuna muda ule wa kujifunza. Ni kweli yako ya hapa na pale, lakini katika mkutano mkubwa kama ule huwezi pia kuzuia yote. Na ndio maana yale ambayo yanapaswa kuadhibiwa ni lazima yaadhibiwe. Kwa sababu usipoadhibu leo, kesho atafanya mwingine utashindwa kumwadhibu kwa sababu wajana hukumwadhibu. Kwa hiyo ndio maana inabidi mengine yale ambayo sasa ni makosa kikanuni lazima yaadhibiwe. Lakini haya mambo ya watu kusemana kwa namna fulani kwa sababu ya ukubwa wa ule mkutano, na pia ukizingatia kwamba siasa ndo zinazoendesha ile mikutano mle, kuna hapa na pale unaweza ukawasikia watu wataongelea kuhusu maslahi ya taifa mbele na nini. Kimsingi hilo ndilo ambalo wananchi wanalitegemea, lakini ziko nyakati kadhaa ambazo maamuzi yanafanywa na vyama na sio kwamba kuna mtu ameamka tu mbunge akaamua kusema. Kwa sababu hiyo ndio maana ni muhimu hata mbunge binafsi anapokuwa na jambo lake, maana yake lazima awe na uzito wa kutoka kwenye watu wake, ili wanapoenda wanaenda kama kitu kimoja. Na ni kwa sababu katiba inaruhusu. Katiba ndivyo inavyotaka, imeweka mfumo wa watu kuongozwa kwa kutumia vyama vya siasa. Sawa, hapo baadaye pengine katiba inayopendekezwa itakapopita kuna kifungu kinachoruhusu wagombea binafsi, lakini kwa utaratibu uliopo sasa, chama ndicho kilichompa mtu ticket ya kuingia mle ndani. Kwa hiyo kuna mambo ambayo vyama sasa vimejiwekea utaratibu. Hili
lazima utafuata msimamo wa chama. Hili sio lazima, unaweza kusema wowote. Kwa hiyo hata haya mengine yanatokana na hayo. Mwingine anaweza kuwa amekisema chama fulani vibaya, atakaposimama wa chama kile lazima na yeye ajibu kwenye yale, lakini kwa sababu mkutano sasa ule ni mkubwa sana, wakati mwingine inakuwa ngumu kwamba kila neno, kila jambo utalifuatilia na lote lazima ulifanyie kazi. Kwa hiyo yale mengine watu wenyewe mle ndani si lazima kiti. Wao wenyewe wanawekana sawa. Akishaongea huyo akaongea na wapili, basi watu wanarudi kwenye mstari. Kwa hiyo kuna hizo ambazo ziko nje ya kanuni, lakini kama mtu hajavunja kanuni moja kwa moja unamwacha amalize muda wake. Mara nyingi tumeona bunge likiendelea mahudhurio, kuna wakati unashangaa hivi wabunge wameenda wapi? Unakuta viti vingi vipo wazi. Hili mnaliangaliaje, naibu spika? Kwa sababu kuna watu wanaoji sasa wabunge wako wapi? Tuachane na masuala ya wabunge wako wanatoka nje, hapana. Lakini kuna wakati tu wabunge wengine kutoka chama tawala, vyama vya upinzani hawaonekani. Mtu anaweza kaonekana asubuhi, mchana haonekani. Na watu wakasema vipi? Pengine ili mnalidhibiti vipi kuhakikisha mahudhurio yanakuwepo safi katika bunge? Karibu. Unajua katika uendeshaji wa haya mabunge ya Jumuiya ya Madola, ambayo bunge letu ni mojawapo, kazi za bunge hazifanyiki pale bungeni pekee. Japokuwa wakati bunge likiendelea mara nyingi wabunge wanakuwa hawako kwenye kamati, lakini ziko nyakati mbalimbali ambazo kamati zinaweza kuwa zimepewa kazi ya kufanya na huku bunge linaendelea. Mfano mmoja wapo ni huo wa kamati hiyo ya haki, maadili na madaraka ya bunge. Inaweza kuwa na kesi nyingi. Kwa hiyo wale wajumbe wa ile kamati lazima watoke bungeni ili wakafanye ile kazi, wakati wengine wakiendelea na shughuli huku bungeni. Kwa hiyo kuna uwezekano huo kwamba watu wanakuwa wakiendelea na shughuli nyingine, au mtu kapigiwa simu jimboni kwake kuna tabu fulani lazima akimbie kwa wapiga kura. Kuna hayo mazingira, lakini kwamba mara nyingi viti vinakuwa wazi katika hili bunge la 11, na nichukue nafasi hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge. Nadhani mara nyingi wabunge wamejitahidi kuwepo bungeni. Hata kwa idadi tu ukifuatilia wamejitahidi wengi kuwepo. Sawa, majimboni bado wanaenda na kwenye kamati, lakini wabunge wengi wamekuwa wakihudhuria. Sio kwamba mlizungumza kuhusiana na posho kwamba ambao watahudhuria watakatwa posho. Kwa hivyo watu wakasema mimi niko pale sawa nawakilisha wananchi, lakini posho pia, pesa watu wakasema hapana. Sasa hapa lazima, naibu spika amesema lazima sasa mahudhurio. Uone kwamba ndio ilichangia watu wakaonekana wamejaa katika viti. Naibu spika, karibu. Hapana, hata kabla ya hiyo tarehe wabunge walikuwa bado wanahudhuria. Kwa hiyo ningependa tu kutambua hilo. Safari hii nimeona hiyo tofauti. Wabunge wengi wanahudhuria. Tunapoelekea mwishoni kabisa, baada ya kuanzisha studio ya bunge, nini tathmini yako kuhusu shughuli za bunge? Karibu. Tathmini yangu ni kwamba sasa wabunge wanapata nafasi, kwa sababu sasa hivi ukiacha kipindi kile cha bunge, shughuli zile zinazoendelea mle ndani bungeni, lakini kuanzishwa kwa ile studio kumetoa sasa nafasi ya watu kujua mambo mengine zaidi ya wabunge wanayofanya ukiacha mle ndani. Na ndio maana ilifika mahali pengine wananchi walikuwa naona sasa wabunge jamani wanatuwakilishaje huko. Lakini sasa ile studio inatoa fursa mtu aliye jimboni kuonyesha kwamba amefanya shughuli gani na zipi. Kwa hiyo mtu anajua kumbe wabunge wana shughuli nyingine zaidi ya kuongea tu mle bungeni. Kwa hiyo inasaidia, kwa sababu imetoa hiyo fursa ya hawa wabunge sasa kuweza zile shughuli zao kuoneshwa. Unadhani imesaidia kupeleka taarifa kwa wakati kwa wananchi, hiyo uanzishwaji wa studio? Kupeleka taarifa kwa wakati inategemea sasa wewe ukisema kwa wakati unamaanisha nini? Kwa sababu ninaposikia taarifa ya habari, mimi nikikaa kwa mfano nyumbani nasema nataka kuangalia ITV, sio? Taarifa ya habari ya ITV najua huwa inakuja saa ngapi. Kwa hiyo nitaangalia muda huo. Muda mwingine najua viko vipindi vingine, lakini sio taarifa habari. Kwa hiyo siwezi kusema taarifa imechelewa ama imewahi. Iko pale na ndio sana ninayoangalia. Kwa hiyo nisingeweza kusema kwamba taarifa imechelewa ama imewahi. Swala ni kwamba taarifa imefanya nini? Imenijia. Kwa nitaambiwa iliyotokea asubuhi, iliyotokea jana usiku baada ya kuangalia taarifa habari, yote hayo nitaambiwa. Nitaambiwa saa ngapi? Saa 2 usiku. Mwisho kabisa, naibu spika, kuna baadhi ya mawaziri ambao wanalalamikiwa kwamba hawatoi majibu sahihi ya maswali wanayoulizwa na wabunge.
Hali hii imesababisha baadhi ya mawaziri kuonekana kama ni wahongo au hawakujipanga ipasavyo. Lakini wewe wengine wakadai kwamba unaonekana kuwabeba hawa baadhi ya mawaziri na kuwatetea. Je, kuna ukweli katika hili? Sidhani kama ni kweli, kwa sababu nimetoa miongozo kadhaa ya waziri kurudia kujibu swali, lakini haimaanishi kwamba lile swali lililoulizwa labda waziri amejibu kwa namna fulani. Kwa nini nasema hivyo? Kwanza nimeanza kwa hiyo hoja yako kwamba labda wanabebwa ama wanafanyaje. Hapana, hakuna mtu anayebebwa. Kama jibu halikutolewa sawa sawa, jibu litarudiwa. Waziri ataagizwa, na wameagizwa mara nyingi. Lakini nieleze hivi, kuna maswali ya aina mbili pale. Kuna maswali ya msingi ambayo wabunge wanaleta siku nyingi kabla, ili majibu yatayarishwe na wataalamu. Mtu anataka kujua kwenye jimbo lake kuna jambo hili limetokea, kuna jambo hili, serikali inasemaje. Wale wanatayarisha majibu yenye takwimu. Lakini kuna sasa kitu kinaitwa maswali ya nyongeza. Sasa yale maswali ya nyongeza, waziri anaweza kuwa hana majibu pale, lakini kanuni zinamtaka ajibu pale, isipokuwa maswali yanayotaka takwimu. Sasa mimi nikimpa nafasi Sam Mahela ya kuuliza swali la nyongeza, waziri hawezi kujua utauliza nini. Kwa hiyo lolote utakalouliza, yeye ni lazima afanye nini? Alijibu. Kwa hivyo kuna mawili. Kwa sababu kama tulivyosema, kuna hiyo changamoto ya kujua kanuni. Kikanuni hautakiwi kuuliza swali la nyongeza nje ya lile swali la msingi. Yaani unachotakiwa uulize ufafanuzi. Sasa hakuna waziri yeyote, waziri au naibu waziri, aliyeshindwa kujibu swali ambalo limeuliza ufafanuzi wa swali lililopita ama swali la nyongeza. Kinachotokea ni kwamba mbunge anasimama kwa sababu jimboni kwake naye ana matatizo yake. Kwa mfano ameona pale amesimama waziri wa maji tuseme, si ndio? Yeye akaomba nafasi ya kuomba swali la nyongeza, nikampa nafasi. Lile swali la msingi usikute linazungumzia kuchimba visima labda Singida. Yeye huyu mtu anatoka Morogoro. Si kwamba haruhusiwi kuuliza swali, anaruhusiwa kuuliza swali. Lakini anapaswa uulize swali la nyongeza kuhusu uchimbaji wa visima. Huyo ndo atakuwa na taarifa sahihi. Lakini ukianza kumuuliza habari la mabomba hayatoi maji, atakuwa hana hizo taarifa. Lakini kwa sababu unamtarajia kwamba ajibu, yeye atajibu sasa anavyoona kwa ujumla. Sasa yale majibu huenda sio yale ambayo kwenye jimbo lako yanayohusika. Kwa hiyo na kanuni ziko wazi zinatoa fursa. Sasa ukiona lile jibu halijajibu lile la kwako ambalo ulikuwa unalitaka, unasimama unaomba mwongozo. Speaker, naibu speaker au mwenyekiti atatoa maelezo kwamba nitafuatilia lile jibu kwenye taarifa rasmi za bunge. Halafu baadaye sasa ndo unasema waziri wakati akijibu swali lilikuwa hivi, jibu lililotolewa ni hivi, sasa naagiza jibu lijibiwe upya. Swali hilo lijibiwe upya. Au swali lilikuwa hivi, jibu lilikuwa hivi, jibu lililotolewa ndio mahususi kwa swali hilo. Kwa sababu pia yako mazingira ambayo mbunge sikuna nafasi ya kuomba mwongozo, anaona tu ngoja kwanza waziri hujajibu swali. Kwa hiyo kuna mazingira hayo, lakini si mara zote kwamba mbunge anaposema waziri hajajibu swali sawa sawa kwamba ni kweli anakuwa hajajibu swali sawa sawa. Mara nyingi anakuwa ni majibu sahihi, isipokuwa sio katika yeye swali lake alilokuwa anataka lijibiwe. Kwa hiyo kuna hayo mazingira. Kuna wakati mlizungumzia masuala ya watu wabunge wengi kudaiwa kutumia ulevi, wengine wanaingia mle ndani nao wameshapiga kidogo nini na nini, kutokea kule, sitaki kuyarudia, lakini ikasemekana kwamba wataleta vifaa vya watu kupima watu kabla hawajaingia bungeni. Ili mmeliendeleza au imekwaje Mheshimiwa Naibu Spika? Kwa sababu kuna wakati sasa unaona mwingine anazungumza unadhani kwamba hivi kulikoni tena. Karibu. Na mimi niseme tu wazi, nililiona na kulisoma kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kiofisi sijalisikia, huenda linafanywa kazi, lakini kwa kuwa kama nilivyosema, kwa kuwa nililisikia kwenye chombo cha habari, nisingependa kulisema. Kwa hivyo ofisini kwako hilo alipo masuala ya kuweka vifaa vya kunini alipo? Unajua ofisi yangu mimi inafanya kazi chini ya speaker. Kwa hiyo ili mimi nipate taarifa ni mpaka zitoke kwa Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo huenda lipo hilo jambo na huenda halipo. Naibu Spika, unanipa mashaka. Ina maana ofisi ya Spika ikiwa inashughulikia jambo wewe huwezi kujua?
Ndio maana ya naibu, kwa sababu kazi ni lazima upewe na yule mwenye ofisi. Kwa hiyo lazima uzione hizo tofauti. Sam Mahela ni hivi, kuna speaker na kuna naibu speaker. Kwa hivyo anaweza kama ameshughulikia yeye mwenyewe huko. Na anaweza kuwa amelimaliza. Watu wengine wanasema kwamba wewe na mheshimiwa spika hamna maelewano mazuri, na ndio maana unaweza ukakuta mambo mengine spika anaamua inaonekana hajakushirikisha, na wewe sasa ukifika huko kama mengine tumekuuliza hapo unashindwa kuzungumza kwamba mimi sijashirikishwa, kwa hivyo nao naamua kukaa kimya. Kwa hivyo inaonekana sasa inaenda hivi. Wengine wameanza kuzungumza tangu ulivyokuwa unawania nafasi ya spika, baadaye ukaamua kujitoa ukawania nafasi ya naibu spika. Wanasema kwamba hakuna maelewano mazuri. Ni kweli wewe na spika amwivi vizuri mheshimiwa? Umelisema vizuri kwamba watu wanasema hujanisikia mimi wala speaker akisema, lakini umewasikia watu. Sasa kama wao wanatusemea mimi na speaker, sisi hatuna namna ya kuwazuia wao kutusemea. Lakini sisi hatuna hayo mambo. Kwa hiyo watu wanasema na huwezi kuwazuia. Lakini hata bungeni ameshapata kutokea, wala si kwamba ni jambo jipya unalouliza. Ziko namna watu huwa wanatafuta maneno hapa na pale kujaribu leta kuchonganisha na nini, lakini ni mambo ya kawaida katika ubinadamu, na si jambo ambalo unaweza kukaa mahali ukaanza kulifikiria kwamba hivi kwa nini amesema. Hapana, ni mambo ambayo kila mtu ana mdomo anaruhusiwa kusema. Lakini mheshimiwa speaker akisema jambo, yeye ndio kiongozi. Kwa hiyo huwezi kusema umesema speaker amesema sasa wewe unashindwa kuliongelea. Hapana, hakuna huo utaratibu katika uendeshaji wa chombo chochote na katika uongozi. Kiongozi akisema, wewe kazi yako ni kutekeleza.